Tumsifu Yesu Kristo. Wasifu wa baba na babu yetu Mzee Konstantini Yusti Malkia Urassa unaosomwa leo tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2025. Kuzaliwa. Baba na babu yetu Konstantini Yusti alizaliwa mwaka 1930 katika kijiji cha Mashati, Rombo. Yeye ni mzaliwa wa mwisho, yaani last born, kati ya watoto 7 wa babu Yusti Malkia Urassa na bibi Ana Mamshomi. Maisha ya kiroho. Baba na babu yetu Konstantini alibatizwa parokia ya Mtakatifu Yosefu Mfanyakazi, Mashati, Rombo, tarehe 28 mwezi wa 7 mwaka 1945. Alipata komunio ya kwanza katika parokia hiyo hiyo tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka 1945. Alipata sakramenti ya kipaimara tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka 1945 katika parokia hiyo hiyo ya Mtakatifu Yosefu Mfanyakazi, Mashati. Elimu. Baba na babu yetu alipata elimu ya msingi katika shule ya msingi Kirwakeni kuanzia mwaka 1940 hadi mwaka 1944 ambapo alifikia darasa la 4. Kazi wakati wa ujana kabla ya kuoa. Baba na babu yetu alipata kazi ya kununua na kuuza bidhaa mbalimbali kati ya mwaka 1948 na 1954 katika duka la mwajiri wake Mzee Tumbotele Urassa wa Keni, Mrere. Baba na babu yetu mara kwa mara alitusimulia jinsi alivyofanya kazi hiyo kwa uaminifu mkubwa, pamoja na kutunza vizuri rekodi za manunuzi na mauzo. Ndoa na familia. Baba na babu yetu Konstantini Yusti alifunga ndoa ya Kikristo na mama na bibi yetu Ana Natalia Mkasifu tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka 1954 katika parokia ya Mtakatifu Yosefu Mfanyakazi, Mashati, Rombo. Uzao. Katika ndoa yao walibahatika kujaliwa watoto 14 ambao 3 wa kiume wametangulia kwa Muumba wetu na 11 tupo hai. Baba na babu yetu ameacha mke na watoto 4 wa kike na watoto 7 wa kiume, akiwemo Padre Joseph Msafiri, wajukuu 43, vitukuu 73 na vilembwe 5. Kumshukuru Mungu. Kazi mbalimbali. Baba na babu yetu alikuwa na bidii kubwa ya kufanya kazi za aina mbalimbali, hasa kilimo, ufugaji, kusaga nafaka na ujenzi, akisaidiana na mafundi uashi. Fadhila. Baba na babu yetu Konstantini Yusti alikuwa na upendo na ukarimu kwa watu wote, hasa watoto, wajukuu na vitukuu. Alikuwa mpole na mvumilivu, mcha Mungu, hasa kwa kupenda sana sala za kila siku na misa takatifu,
hadi aliposhindwa kwenda kanisani kutokana na uzee. Alisali rozari kila siku na kuwaombea walio nyumbani na walio safarini. Alikuwa mcheshi na mlezi mzuri wa watoto wake wote, wajukuu na vitukuu. Baba na babu yetu alizoea kutamka baraka kwa kila mmoja, hasa wakati wa kuagana. Baba yetu alituhimiza sana wanafamilia wote, popote tunapokuwa, tusali kila siku ya Jumatano kuombea familia yetu. Kwa namna fulani tumeona pia kwamba baba yetu na babu yetu ametwaliwa siku ya Jumatano, ambayo ni siku ya familia yetu ya kuombeana. Maradhi na kifo. Kwa miaka mingi baba na babu yetu alijaliwa afya njema. Mwaka jana aliugua na kulazwa hospitali mara 2 na kupona. Jumatano ya tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka 2025, baba na babu yetu aliamka mapema kama kawaida yake na kusali. Baadaye alijisikia kurudi kitandani, ambapo alifariki kwa utulivu majira ya saa 11:30 asubuhi. Shukrani. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai, imani Katoliki na maisha ya baba na babu yetu, umri mkubwa, uzao mkubwa na mema mengine yote aliyomjalia. Tunamshukuru mama na bibi yetu Ana na Thalia kwa kutunzana vizuri katika maisha na hali zote, na hasa katika uzee wao. Tunawashukuru sana mapadri wote, wahudumu wa parokia ya Kiraeni na Huruma Hospitali kwa huduma za kiroho za mara kwa mara. Tunamshukuru sana Baba Askofu Ludovick Joseph Mwinde, askofu wa Jimbo Katoliki la Moshi, kwa sala na salamu za pole kwa familia. Tunawashukuru mapadri wote mlio hapa kwa kutukimbilia na kufika leo siku ya ibada rasmi ya kumsindikiza baba na babu yetu. Kwa namna ya pekee tunamshukuru paroko wetu Mheshimiwa Padre Epifani Msuri kwa huduma zote za mara kwa mara na misaada yote ya kuandaa ibada hii ya leo. Mungu ambariki. Tunawashukuru watawa wote na wageni wote kwa sala na kwa kutukimbilia kipindi hiki kigumu kwetu. Tunawashukuru madaktari na wauguzi wote, hasa wa zahanati ya Kiraeni, hospitali ya Kibosho na Huruma, ambapo baba na babu yetu alikuwa akipata matibabu. Kwa namna ya pekee tunawashukuru sana ndugu yetu Anastasi na mke wake Virginia kwa kuwatunza vizuri baba na bibi yetu kwa karibu, hasa kipindi hiki cha uzee wao mpaka siku baba alipoaga dunia. Tunawashukuru sana wanafamilia, wanaukoo, wanajumuiya ya Bikira Maria mama wa msaada kwa mema yote walioshirikiana na baba na babu yetu. Apumzike kwa amani.